Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, na mwadhimishaji mkuu wa misa hii ya mazishi, Mhashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na askofu wa jimbo la Lindi, Mhashamu Baba Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande, askofu wa jimbo kuu la Mwanza, Wahashamu mababa askofu wakuu, wahashamu mababa askofu, wawakilishi wa maaskofu, waheshimiwa sana mamonsnyori, waheshimiwa viongozi wa madhehebu mbalimbali, dini na serikali, na kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Innocent Bashungwa na wakuu wa mikoa, mkuu wa mkoa wa Kagera Mheshimiwa Fatima Mwasa na mkuu wa mkoa wa Tabora, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa wakuu wa mashirika ya kitawa ya kike na ya kiume na watawa wote, wapendwa na waheshimiwa wageni wetu kutoka majimbo ya jirani ya nchi jirani ya Uganda, Mbarara na Masaka, waheshimiwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu, kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa dada wa marehemu Mheshimiwa Maya Sinta, na kwa namna ya pekee Avitus Emmanuel Mbezi ambaye amemuuguza askofu mkuu katika safari yake ya mwisho hapa duniani, na wapendwa waamini wote na waombolezaji wote, itifaki zikizingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mtume Paulo katika waraka wa kwanza kwa Watesalonike sura ya 5 aya ya 18 anatufundisha kuwa watu wa shukrani kwa kila hali. Kwanza kabisa, mimi binafsi na kwa niaba ya wanajimbo wote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza na kutulinda hadi sasa tangu tulipopata msiba huu, kwani bila yeye tusingeweza kufanya chochote, kwa maana binadamu hupanga mipango yake, lakini kauli ya mwisho ni yake Mwenyezi Mungu. Mimi nilipanga kwamba ende safari, na kutoka safari Uingereza nitapitia kule, na ilikuwa niondoke kesho yake, lakini wakati huo Mwenyezi Mungu akamuita. Pia nashukuru Mungu kwa zawadi ya maisha na utume wa marehemu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Kweli maisha ya marehemu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa yamekuwa zawadi kubwa kwa jimbo letu la Bukoba, kanisa la Tanzania na ulimwengu mzima, kama tulivyosikia waongeaji wengi waliotangulia kuongea. Amekuwa baba mwema ambaye tuna mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Kwa macho yetu ya kibinadamu, maisha yake yamekuwa shule ya imani, matumaini, upendo, unyenyekevu, uvumilivu, ujasiri, uthabiti, ukarimu, huruma, ukawaida, yaani simplicity, heshima kwa wote, utumishi bora na uaminifu na uthabiti kwa imani yetu na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Amefanya utume mkubwa kimya kimya hapa jimboni, Tanzania na ulimwenguni. Huyu baba ana historia kubwa
inayomweka katika viwango vya marehemu Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa atakayezikwa karibu naye siku ya leo, amelitendea haki jina la Rugambwa. Namshukuru sana Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa aliyeongoza misa hii ya mazishi. Asante sana Baba Mwadhama. Namshukuru pia balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania kwa uwepo wake pamoja na katibu wako. Pamoja tunaomba ufikishe shukrani zetu kwa Baba Mtakatifu kwa kukubali marehemu Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa azikwe hapa nyumbani. Pia na kuwezesha usafirishaji wa mwili wake hadi Bukoba. Asanteni sana. Asante sana Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa yote yaliyofanyika huko Dar es Salaam tangu mwili wa Askofu Mkuu Novatus Rugambwa ulipowasili nchini Tanzania hadi umefika kwetu hapa Bukoba jana. Tunawashukuru maaskofu wote waliohudhuria na waliotuma wawakilishi katika mazishi haya. Tunawashukuru sana kwa rambirambi zenu zote mlizozitoa muda kidogo uliopita na wengine wamezitanguliza kwa ajili ya kufanya maandalizi. Asanteni sana mababa kwa ukarimu wenu huo. Shukrani zangu pia ninazitoa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa ubalozi wa Italia uliotoa kibali cha kusafirisha mwili wa marehemu. Nilikuwa nikifuatilia suala hilo kwa ukaribu. Waliomba saa 8 na saa 9 wakawa wamejibiwa kwa haraka. Tunakuomba Mheshimiwa Innocent Bashungwa na mkuu wa mkoa mfikishe shukrani zetu za dhati. Asanteni pia, ninawashukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa huduma mlizozitoa kwenye msiba huo ambao zinaendelea kutolewa hata sasa hivi. Ninapenda kutoa shukrani kwa familia ya marehemu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Tumekuwa na ushirikiano na mawasiliano ya karibu sana tangu kwanza alipougua na mpaka siku za mwishoni tumekuwa kwa karibu sana. Asanteni kwa ushirikiano kwa namna ya pekee Mayasinta, Joanita na Avitus huyu ambaye amekuwa huko Roma mpaka dakika za mwishoni Baba Askofu Mkuu alipoaga dunia. Asanteni sana kwa ushirikiano huo na sisi tupo pamoja nanyi. Ninatoa shukrani kwa niaba ya jimbo kwa mapadre, mashirika ya watawa, taasisi zote, watu binafsi, Bukoba Diaspora, parokia zote, waamini na watu wote wenye mapenzi mema waliotoa mchango wa kuratibisha kufanikisha matayarisho ya maziko ya baba yetu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Kwa namna ya pekee naishukuru sana kamati kuu ya mazishi iliyoundwa na kamati ndogo ndogo zote kwa kuwezesha haya yote yanayoendelea kutendeka. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awakarimu. Ninatoa asante kwa wageni wetu
walioungana nasi kutoka majimbo ya hapa Tanzania na nchi jirani ya Uganda, jimbo kuu la Mbarara na jimbo la Masaka. Ninawashukuru kwa kufika kushirikiana nasi kumsindikiza mpendwa wetu Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Kwenu nyote mliopo hapa na wote mnaofuatilia na kushiriki mazishi haya kwa kupitia vyombo vya habari, asanteni sana kwa kumpa heshima ya pekee marehemu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa siku hii ya mazishi yake. Mkusanyiko huu mkubwa ni ishara wazi ya upendo wetu kwake. Asanteni sana. Ninawashukuru sana nyie ambao mko mbele, vyombo vya habari vyote ambavyo vimetoa ushirikiano tangu kifo chake mpaka wakati huu tunapokaribia kufanya mazishi. Asanteni sana kwa kutekeleza jukumu hilo kwa ukarimu mkubwa. Namalizia nikiwaalika kujifunza na kuiga mfano wake wa upendo, unyenyekevu, moyo wa sala, ukarimu, tabasamu hata wakati wa shida, utume uliotukuka, imani thabiti, kusimamia mafundisho ya kanisa. Hakuna aliye mkamilifu hapa duniani, bali tunajitahidi kwa viwango tofauti kuitikia wito wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48. Hivyo basi, nawasihi sana tuendelee kumwombea marehemu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa ili astahilishwe kuingia kwenye uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante.